Mzee wa Topolo. Yes. Mambo vipi? Bwana safi kabisa, rais wa keke wote Tanzania. Nimetulia nikiwa sina mbambamba, nimetulia tu nasubiria tu kesho kutwa tukamkaange Mashujaa eke mkopesha mabeseni. Moto unakwenda kuuwasha pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma siku ya Jumamosi. Tunataka pointi 3 mwe na migoli mwa. Mimi niko vizuri kaka, sijui hofu kwenu nyinyi waandishi wa habari, nyinyi mpoje kwanza? Sisi tupo salama kabisa. Bwana Mzee wa Topolo, kesho ligi NBC inarejea. Tunaanza na mchezo kati ya KMC na TRA. Vipi upande wa Yanga, mmejiandaaje katika kurejea katika ligi? Sisi kama mashabiki na wanachama tumejipanga vizuri kweli kweli, hasa mpaka kwenye benchi la ufundi, viongozi na wachezaji morali yao ni kubwa, na wameondoka leo alfajiri kumfuata mkopesha mabeseni. Siku ya Jumamosi ndo tunaanza sasa kuwakunguta, kuwaburuza, kuwabufua kwamba kila anayepigika ubingwa huu hapa, kila tunayembufua ubingwa mpaka kwenye mechi ya mwisho. Na sidhani kama tutafika mechi ya mwisho, mechi 3 au 2 tukishinda hapo katikati hapo, kwamba tunakuwa tunashatangaza ubingwa, kwa sababu kwanza tunaingia, kwanza tulikuwa mapumziko kama wiki 2. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba miguvu yote tushafuga nguvu, wachezaji washafuga miguvu, kwamba tunaelekea kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa. Kwanza tuna kumbukumbu nzuri kwenye mechi tuliocheza tukiwa sio wenyeji pale KMC Mwenge. Nakumbuka Mashujaa huyu mkopesha mabeseni tulimfumuaga 5 pale. Sasa mimi nashangaa Julio anapata ujasiri upi? Maana nimemsikiliza jana na juzi anasema yeye hakumbuki ni lini Yanga alimfunga Mashujaa. Sasa mimi najiuliza kwenye mechi ile ambayo tulicheza KMC, kwani Julio kuwepo kwenye benchi la ufundi pale au kakaja siku 2-3 hizi? Maana anasema hana kumbukumbu ni lini. Anasema Yanga kwanza ni timu nyepesi. Unajua sisi ni kama madaktari. Unajua daktari wakati umekwenda kufanywa check up pale. Sasa wewe hujaanza kufanywa check up, tayari ushaanza kumuongelea vibaya daktari. Sasa daktari kutokana na wewe ushamuongelea vibaya, yes, sasa akija sasa kwa hasira alizokuwa nazo, unasema unaumwa kichwa na kufumua goti, au goti linauma na kufumua kichwa. Sasa yule ngoja twende tukampe Ezekiwa, yani wazungu wanapenda kuita Ezekiwa kwa Kiswahili dawa. Maana yule Julio niwaombe hata wale viongozi wa Mashujaa kwamba bwana, hao watu unaoongelea hao watu kwanza wabipiwi, hao watu kibipo na kutwanga. Sasa kale kamdomo kale kataenda kumponza Julio. Mimi najua yule kwanza alikuwa kocha watoto wa Mudi kapita kule, alikuwa kocha mkuu ujue. Alafu vile vile yule ni mwanachama mwenye kadi namba 2 ya watoto wa Mudi. Julio simjua nani yule, na Mgunda Spipa na Mfuniko, wale watu wamepitia kwa watoto wa Mudi na wana kadi kabisa. Kwani Mgunda mwenzie kwenye mechi iliyokutana hapo KMC dhidi ya Namungo alipewa milioni 25 kazitapika pale. Sasa huyu Julio za ndani nilizokuwa nazo rais wa kike Tanzania kapewa milioni 30. Alafu ile timu ya Mashujaa yenyewe wameahidiwa kila mchezaji nyumba moja. Sasa tunahakikisha siku ya Jumamosi pesa hizo wanazitapika, tunahakikisha hizo nyumba hata kibanda kijengwe, tunawaburuza mapema tu. Mimi kumbukumbu yani tunakwenda kama kufanya muendelezo, kwa sababu tuliocheza pale KMC tulimfumua 5. Alafu mimi nashangaa sijui alishakunywa mkangafu, anasema kumbuki Yanga ilimfunga lini Mashujaa. Labda katika mapumziko wamejiandaa vizuri, kwa hiyo naona kabisa wakija kukutana tena na nyinyi lazima warudishe kile mlichowafanyia. Kaka, kwa sababu akisema amejiandaa, sisi tumejiandaa zaidi. Tena hiyo mechi hatuendi kukutana na Mashujaa, tunakwenda kukutana na wakopesha vyombo. Sasa mkopesha vyombo nani babaishe? Mimi nina pila langu la Winome la Yanga Sule na kikosa ambao wanaume. Mimi sina wachezaji wa chakalikaji. Mambo haya mwambie mtoto wa Mudi mwenye pila Kombolela, kwa sababu mtoto wa Mudi anapokwenda kucheza michezo yake miwili, yani iliongozana ya Pamba ya tarehe ngapi, siku ya Jumaa ngapi, siku ya Jumapili, tayari timu ya wachezaji wanadai wanakwenda kukutana na timu ambao wachezaji wapo kwenye mgomo. Kama mwambie watoto wa Mudi, wewe hujasikia za ndani? Hizo sijazisikia mbona. Nasikia kina Kapombe na kina Mwalimu amegoma. Wanasema tunataka pesa. Walipomfuata bosi wao walipe pesa. Yule Mudi yule anasema mimi siwezi kutoa nani pesa kwa sababu kombe lenyewe anabeba Yanga. Yaani tuko sasa, kwanza ile timu yenyewe huko ikitaka kutoka pesa, akae babu, akae mjomba, akae shangaza, akae dada. Mudi kagoma kutoa. Walipomfuata yule nani yule Jailote, yule mwenyewe akamwambia mimi ni hela yangu yote shaishia kwenye tata kwenye kimbinyiko kule. Naye mwenyewe kagoma. Sasa unaona jinsi gani kwamba kina Mwalimu nasikia hapo kwenye mgomo. Sasa Pamba Jiji sasa anakuambia anakuja kupiga. Wewe ushawahi kukaa na mfanyakazi ndani? Mfanyakazi anadai yani house girl yani house girl anadai mshahara, afu wewe pesa huna. Sasa wale wako una kichanga ndani na kitia kwenye friji kutokana na hasira na ule mshahara anaodai. Ndio watoto mbona wanakutana na nani? Afu akitoka hapo mama yangu anakuwa anakutana na Mbeya City saa 8 mchana. Mama yangu hata ndondoka hapo ina unafu. Kule anakuwa kufumuliwa. Ndio maana nimekwambia katika michezo miwili
kuna mtu atakwenda kujulikana huyu tayari katika michezo miwili tayari anashaonekana na dalili zote za kubeba ujauzito, ila Yanga katika michezo miwili tayari ana uhakika kubeba kombe. Sio unaelewana? Kwa hiyo ule moto unakwenda kumpelekea Mashujaa mkopesha mabeseni siku Jumaa ngapi? Jumamosi. Hatari. Yaani yule tunahakikisha pale pale Kitanganyika anaacha shati anaacha ndala. Baba, tuko vizuri na tulipumzika wiki nzima. Jinsi wewe ukiangalia kina nani kina Dube zoezi anaopiga lile la ni Okelo la kwambia nataka niongeze kwenye idadi ya magoli kutoka 11 nataka nifikishe magoli kama yani siku ya Jumamosi yule Okelo asipofunga goli 3 baba niitwe Bobby mimi nimekaa pale nimekwambia moto unakwenda kumwashia yule Mashujaa kumkopesha mabeseni. Baba ni hatari, tuko vizuri sisi. Yani tuko vizuri, tumekamilika kila idara. Tunavyotoka tunavyoendelea tunavyokwenda kule Mwanza kucheza mechi ya FA zidi ya nani Azam wafunga madishi. Tayari mimi ubingwa nao tayari. Kipindi hicho nakuwa nakaribia tu finali kwamba na ilitaka na ile kombe la FA. Ila kwenye ligi kuu michezo yangu miwili tu natangaza ubingwa mimi. Kaka. Wewe tulia ule mkopesha mabegi Julio. Tena wale viongozi wa nani wale? Na Zandani nasikia shampa tahadhari tayari bwana, tukifungwa na Yanga baba mabegi yako kwenu. Washamwambia kabisa kwa sababu hao wanaume hauongeleki vibaya, ukiongelea vibaya tu hicho chumba kinaitwa cha operation orders. Sasa wao ushasema ukumbuki lini? Sasa yule naona tayari nati kama 5 kichwani zimeshapotea. Ngoja sasa sisi siku ya Jumapili tukazikaze vizuri. Fomu 7 kibarua chake kule na anapokwenda mechi ya Jumamosi uwanjani. Mwambie atoke na mabegi yake kabisa nyumbani kwake. Maana tukimfumua pale kwao na sijui mtu wa wapi yule sijui kama waidifu kwao kama wa wapi kwao. Yaani siku ya Jumamosi na kwenda kudondosha kihama. Benji la ufundi na kwenda kusambaratisha siku ya Jumamosi pale kaka. Anakuambia hana kumbukumbu na kati juzi tu KMC nimempiga 5 pale. Yaani Julia anajizima data kweli yani. Kwa hiyo kwa haraka hiyo mechi ya Jumamosi ni unaweza ukatuambia ni goli ngapi zinaweza zikamkuta Mashujaa? Jumamosi ni mwendo wa 5G, yani 5 tunaachia mnara pale. Ule mnara mara ya kwanza tulisimika Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam tunaperuzi tu 5G hiyo. Sasa siku ya Jumamosi tunataka tukawasimikia wakopesha mabeseni maana tukiusimika mnara wa 5G pale kwamba watu wa Burundi, maana Kigoma inapakana na Burundi pale. Watu wa Burundi wataperuzi, watu sio wapi kwa wataperuzi. Tunataka tukamsimikie mnara wa 5G ili waperuzi vizuri wale wakopesha vyombo. Kaka Jumapili Jumamosi nikihama kaka. Wakati narudi Jumatatu hapa kuja kupiga bla bla kuelekea mechi ya Fountain Gate siku ya Jumaa ngapi? Itakuwa Alhamisi sio Jumatano. Hata yale mimi nikwambia bwana Julio wako tayari kashakusanya vilago vyake kwao. Yaani nimekwambia siku ya Jumamosi na goli zangu 5 ambazo zinaomba mbamba tena hamna goli la penalty hapo. Yaani magoli yote ya Winome. Long range basi gani kazi? Basi ama tata na wewe jamani. Mle kuna basi mna matata ile. Kile kimbinyiko sio umekitoa wapi jamani? Kwanza ningeomba kwanza nani hawa nani? Jeshi la polisi wamkamate yule nani yule. Yule nani yule? Na Jairuti yule. Kwa sababu udanganyifu wanaofanya kiukweli kabisa wale watoto muda amewafanya kama watoto wadogo. Kwa sababu huwezi kununua tata, alafu unasema nani unasema eti iliza. Hivi kwanza ndugu zangu waandishi habari, hivi mnajua nyinyi iliza nyinyi kwanza bei inaouzwa kwanza. Bei ya iliza unalisha Tanzania nzima hii. Alafu mfumo wa iliza angalau inavyotembea iliza kwenda mbele matairi yake yanarudi nyuma hivi. Lakini sasa ukiangalia itata hii inavyoenda mbele na tairi zote zinaenda mbele. Sasa mle kuna iliza ama kuna tata. Kimpinyiko kile zetu sio nataka waanze kusafirisha abiria kwenda mikoani na andike pale mbele kama ni Iringa kama Songea kaka. Lakini mle iliza hamna mle kaka. Rafiki zangu mimi wanazo gari ndogo iliza kina Ale Nilimu na kina Benedicto Loto Alisante Mayala Mayunga. Wanazo zile kina Leonard Zoli. Wanazo zile ndogo lakini. Wanazo inavyotembea inarudi nyuma hivi akina Nashi. Wanazo gari zile lakini zenyewe ni ndogo inapoenda mbele matairi yake yanarudi nyuma. Mzee Otopolo. Jana imetoka taarifa kutoka bodi ya ligi kwa kuelekea mashabiki wenzako Fumao Mshairi pamoja na Baraka Yanga kufungiwa kwa muda wa miezi 3. Unaliongeaje ili swala? Kwanza nikiwa kama rais wa keke wote Tanzania, ile hukumu inaweza kuwa sahihi ama sio sahihi. Kwa nini nasema sahihi ama sio sahihi? Kwanza kwenye kifungu sawa. Kwenye kifungu kama amekula kamba ni sahihi. Lakini tunaangalia mechi gani? Kwa sababu wanasema kwenye mechi ya Namungo. Sasa nikiangalia kwenye mechi ya Namungo nani akuwemo? Huyu nani Baraka alikuwepo Mbinga, labda wanaambia kwenye mechi ya Singida, lakini ya Namungo pala amepuyanga. Alafu unajua bodi hao kamati ya 72 wakipelekewa taarifa wao wanafanya kwanza uchunguzi mechi gani, kwa sababu ukiwasikiliza wanasema walipewa malalamiko na Stewart. Sasa baada ya kufanya uchunguzi mechi gani wao wanafungia. Sasa
Wakisema hivyo, mbona mitoto ya Mudi kule tunaonaga wale nani wale wanaacha kazi zao za kukota mipira, wale nani wale wanaokotaga mipira wale Ball Boys sijui. Mbona juzi kwenye mechi ya Dodoma Jiji ile tunaona wameacha kazi zao za kukota mipira, mwisho wa siku anaenda kumzonga nani golikipa Dodoma Jiji pale. Mara wamemrusha makopo, mara wamemwagia maji, mara wameokota taulo. Ndio kazi ile watuma hiyo. Mbona haya mitoto ya Mudi kule ilirusha mikopo uwanjani. Mbona tujaona hukumu yoyote? Kwa hiyo unaonisikia ni kwamba inavyotoka hukumu ni kweli kutoka, maana pale kwenye uwanja kuna mipaka, kuna viingilio vya 10,000, 20,000, 30,000. Sasa wale walikwenda kwa viongozi kwenye VIP. Sasa kama tiketi yako ilikuwa inakuruhusu kae VIP, basi wewe kisheria nitakuwa kae VIP. Lakini kama umeruka kutoka huku kwenda huku, kama umeonywa na stay atafuka ukalazimisha, hiyo ni kosa kisheria. Mpira una taratibu zake na sheria zake. Lakini sasa tunaangalia mechi gani walipo kwenye kufungiwa sahihi, ila walipo Yanga mechi gani? Kwa sababu kinaambia Namungo ni uongo, yule nani akuwemo, yule nani Baraka kwenye mechi hiyo kuwepo, alikuwa mpinga. Labda kinaambia mechi ya Singida hapo sawa, lakini sio Namungo. Lakini mimi ningemsii nani huyu Baraka, kwa sababu amefungiwa miezi 3 kutokanyaga uwanjani. Yule mwenzake amekubali, anasema atatumikia, lakini yeye sasa anaamua kujibishana na nani na kamati ya Samia, anayapinga na anasema Kigoma ataenda. Sasa unavyojaribu kujibishana na watu ambao wanasimamia mpira, wana sheria zao, wanaweza kukufungia hata msimu mzima ujue, au ukapotea kabisa kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu mpira miguu na sheria zake, hata viwanjani kwenyewe kuna sheria zake na kanuni zake pia. Kwa hiyo kwenye hukumu ile ni sahihi kama kwenye mchezo husika, ila wakiniambia Namungo atakuwa amemuonea, Namungo akuwemo, ila kama Wasingida hapo sawa, kwa sababu ifikie kipindi hata sio mashabiki maarufu tuliokuwa nao, basi ukajiona wewe unavyoingia uwanjani. Unajua watu wanachukulia nasema hii mechi hii Yanga mwenyeji naenda kufanya ninavyotaka. Hakuna mechi ya Yanga mwenyeji, mechi zote zipo chini ya TFF. Sinaelewana, mechi zote yani kuwa mwenyeji Yanga hiyo wanazungumza tu, lakini mwenye mpira wake ni TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo hao usishindana nao, unaweza kukufungia hata msimu mzima tena usionekane kabisa kwenye mpira miguu. Kwa hiyo ile inaweza kasa, lakini sasa wanapotoa hukumu waangalie kuna hata mitoto ya Mudi kule ingekula kamba kule. Kuna mmoja wale nimeona nani mitoto ya Mudi imetozwa milioni 5. Milioni 5 ndogo, milioni 5 zinachomoa hata mimi mwenyewe na hapa. Yaani itakuwa wale watoto wa Mudi na wale lungu kama la wenzie miezi 3 tena ikiwezekana wafungiwe hata maisha. Unakumbuka wale kafu wale waliwafungiaga mitoto ya Mudi marufuku kukanyaga uwanjani. Kwa hiyo zinapotoka hukumu zitoke hukumu za